بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutakuwa ni wenye kuendelea katika daura yetu hii fupi ya siku 3, tukiwa kwenye risala nzuri muhimu yenye manufaa kwa Uislamu na Uislamu min al-mukhalafati fi shahri Rajab. Ndio jina la risala yetu. Miongoni mwa mambo yenye kwenda kinyume na dini ambayo yamewekwa katika mwezi mtukufu wa Rajab, Sheikh ameweka risala hii kwa ajili ya kuwazindua wale walioghafilika, tambihul ghafilin, vile vile tanzihu sharia, kuitakasa sheria ya Allah tabaraka wa taala kutokana na mambo ambayo hayamo ndani ya sheria hiyo. Al-Sheikh al-Mazrui hafidhahullahu taala ameweka nukta kadhaa kuyazungumza yale ambayo yamo ndani ya mwezi wa Rajab, ambayo ndio kinyume na sheria ya Uislamu. Sisi leo biidhnillahi tabaraka wa taala tunaianza nukta ya mwisho ya 5, ma jaa fi atirati Rajabin, yale yaliyokuja kuhusu atira ya Rajab. Nini maana ya atira? Ataelezea mwenyewe ndani. Yaqulu al-muallif al-atiratu wa yusammunaha ar-rajabiyyata. Al-atira, na wanaita hiyo atira kwa jina la rajabiyya, wa hiya dhabihatun, nayo hiyo atira au rajabiyya ni kichinjwa. Kanat, kilikuwa kichinjwa hicho, tudhbahu fi Rajabin, kinachinjwa katika mwezi wa Rajab. Ulishafahamu nini maana ya atira? Atira maana yake ni nini? Dhabiha, kichinjwa. Al-atiratu wa yusammunaha ar-rajabiyyata, atira, na wanaita vile vile hiyo atira kwa jina la rajabiyya. Wa hiya dhabihatu, ni kichinjwa. Kanat tudhbahu fi Rajabi, kilikuwa kinachinjwa katika mwezi wa Rajab. Hiyo atira au rajabiyya majina yake ni mawili. Kinokusudiwa ni mnyama anayechinjwa katika mwezi wa Rajab, yataqarrabu biha ahlul jahiliya, wanajikurubisha kwa miungu yao kupitia kichinjwa hicho watu wa jahiliya. Yataqarrabu biha, wanajikurubisha kwa miungu yao kupitia kichinjwa hicho, atira hiyo, ahlul jahiliya, wale watu wa jahiliya walioishi kabla ya kuja Muhammad na baada ya kuondoka Nabii Isa alayhi salatu wassalam, walikuwa na kichinjo maalum wanachinja katika mwezi wa Rajab. Yatakarabuna biha, wanajikurubisha kupitia kichinjo hicho kwa miungu yao.
ndio inaitwa atira au inaitwa arrajabiyya. Kwa nini inaitwa rajabiyya? Kwa sababu wanachinja kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Wadhālika anna al-araba fil jahiliyyati, na hilo ni kwamba Waarabu katika kipindi cha jahiliya, kanu idha talaba ahaduhum amran, walikuwa anapotaka mmoja wao jambo fulani, wa dhafira bihi, na akalipata jambo hilo, dhafira bihi aina lahu, akalipata hilo jambo, dhabaha min ghanamihi fi Rajab, anachinja katika wanyama wake ndani ya mwezi wa Rajab. Waja'alu dhalika, na wakalifanya hilo, sunnatan, kuwa ndiyo mwenendo, fima bainahum, kwa yale walionayo au kati yao, wakalifanya hilo kuwa ndiyo mwenendo, fima bainahum, kati yao ndio mwenendo wao. Alikuwa mtu anapotaka jambo na kulifuatilia jambo na akalipata, shukrani yake, walikuwa wao wanachinja, kuchinja kwa ajili ya miungu yao ndani ya mwezi wa Rajab. Waja'alu dhalika sunnatan fima bainahum, na wakafanya hilo kuwa ndiyo mwenendo kati yao. Akifanikiwa mtu mambo yake, kwa lugha za sasa wanasema akitoboa, basi anaenda kuchinja kuwashukuru miungu. Katika mwezi gani? Mwezi wa Rajab. Walikuwa na kichinjo maalum kwa ajili ya shukurani, wakafanya ndio mwenendo wao. Ka udhiyati fil adha, kama vile kichinjwa katika masiku ya Idi ya kuchinja. Ka udhiyati, kama vile kichinjwa fil adha, katika masiku ya Idi ya kuchinja. Kama vile ambavyo Uislamu wana kawaida ya kuchinja katika Eidul Adha, sio? Watu wanachinja, basi na wao ahlul jahiliya walikuwa wana ada yao, mwenendo wao, kuchinja katika mwezi wa Rajab pindi mtu anapofanikiwa katika mambo yake, kuwashukuru miungu yao kama Waislamu wanapochinja katika Eidul Adha. Waqad aqarraha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi bidayati alislam, na kwa hakika alilikiri hilo, alilikubali hilo mjumbe wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, fi bidayati alislami, mwanzoni mwa Uislamu, mwanzo wa Uislamu mtume alilikubali hilo kwa wao ahlul jahiliya, bi qawlihi, kwa kauli yake aliposema, ya ayuhan nasu, enyi watu, ala kulli ahli baitin, ni juu ya kila watu wa nyumba, ala kulli ahli baitin, ni juu ya kila watu wa nyumba, fi kulli aami, katika kila mwaka, udhiyatun wa atiratun, udhiyatun, kuchinja katika siku ya Idi, wa atiratun, na kuchinja katika mwezi wa Rajab. Maneno nane hayo ya mtume, anasema ya ayuhan nas, enyi watu, ala kulli ahli baiti, ni juu ya kila watu wa nyumba, ni juu yao watu wa nyumba, fi kulli aam, katika kila mwaka unapoingia, udhiyatun, ni juu yao kuchinja katika siku ya Idi. Kwenye familia lazima pachinjwe, ndiyo sunna hiyo muakkada, pachinjwe. Wa atiratun, na kuchinja katika mwezi wa Rajab. Kwa ndani ya mwaka wanatakiwa chinje mara ngapi? Mara mbili, ndani ya mwezi wa Rajab na katika Idi ile kubwa ya kuchinja. Kila familia ni juu ya kila ya watu wa nyumba fulani vichinjwa hivyo viwili kwa mwaka. Kisha mtume akasema, hal taduruna mal atira, je, mnajua ni nini hiyo atira? Hal taduruna mal atira, mnafahamu ni kitu gani atira? Mtume akasema, hiya allati tusammunaha arrajabiyya, atira ni kile ambacho wanakiita wao kwa jina la rajabiyya. Hiya allati tusammunaha, ni kile ambacho mnakiita nyinyi
ahlul jahiliya ar-rajabiyya, kwa mtume akaja na jina al-atira. Wao walikuwa wakifahamu ar-rajabiyya. Kwa alipozungumza al-atira akamwambia, mnajua nini atira? Atira ndio ile mnayoita nyinyi kwa jina rajabiyya, kichinjo maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Kwa kila watu, kila familia juu yao udhiya na atira. Wal hadithu fi sahihi sunani Abi Dauda, na hadithi hiyo ipo katika sahihi sunani Abi Daud, hadithi nambari yake hiyo hapo. Warawahu Ahmadu wan-Nasa'i wat-Tirmidhi wa fi sahihi Ibn Hibbana wa 'inda an-Nasa'i an Abi Zain Laqit al-Uqayli. Intabih, kuna tanbihi hapa. Hadithi hiyo ameisimulia hao waliotajwa, kisha akasema wa 'inda an-Nasa'i, na mbele ya Imamu an-Nasa'i katika sunani yake Sunanun Nasa'i. Hadithi hiyo an Abi Zain, imeandikwa hivyo, kutoka kwa Abu Zain ambaye ni Laqit al-Uqayli. Sawa sawa, si Abu Zain, saqatatir ra'u fi nuskha, kwenye hii chapa yetu imeanguka ra. Sawa sawa ni Abu Razin, weka ra mwanzo, na za iwekee kasra, Abu Razin. Imekosoa kwenye uchapishaji Waqila, na panasemwa kwamba ni Abu Ruzain, baada ya Razin ni Ruzain. Hiyo qila, lakini iliyotangaa Abu Razin Laqit al-Uqayli. Kwa ukijisomea mwenyewe hichi kitabu inakuwaje? Unapita tu Abu Zain, sio Abu Zain, takwa mambo ya hakiki Abu Razin Laqit al-Uqayli. Qala, amesema qultu ya Rasul Allah, nilisema mimi ewe mjumbe wa Allah, inna kunna nadhbahu. Abu Razin anamuuliza mtume, nilisema mimi kumwambia mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, inna kunna nadhbahu dhabaiha fil jahiliya fi Rajabin, hakika sisi tulikuwa tunachinja vichinjwa kwenye jahiliya ndani ya mwezi wa Rajab. Fanaakulu, tunakula vichinjwa hivyo, wa nut'imu man jaan, na tunamlisha yule aliyetujia, yani katika wageni tunakula sisi na tunawalisha wageni wetu. Faqala Rasulullah, akasema mjumbe wa Allah, la ba'sa bih, hakuna ubaya katika hilo, kwa maana hamna shida, endeleeni kuchinja, mle pia muwalishe hao wageni wenu. Faqala Rasulullah la ba'sa bihi. Abu Razin Laqit anamsimulia mambo kwenye jahiliya yalivyokuwa, tunachinja sisi vichinjwa huko kwenye jahiliya yetu, tunakula na kuwalisha wageni wetu, unaonaje? Akamwambia la ba'sa bihi, hamna ubaya, endeleeni na jambo lenu. Al-Imamu Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal anamuelezea huyu Abu Razin ni nani. Anasema Abu Razin Laqit ibn Sabra. Laqit ibn Sabra huwa Laqit ibn Amir ibn Sabra ibn Abdullah ibn al-Muntafiq ibn Amir ibn Uqayl ibn Ka'b ibn Rabi'a ibn Amir ibn Sa'sa'a. Mnikumbuke Sa'sa'a kunia nani tuliokuona hapa darasa hapa? Abu Sa'sa'a. Kunia ngapi? Ya tatu. Kunia mwanzo ilikuwa ipi kwenye darasa zetu? Kwenye hichi kitabu hichi, hii ya tatu itakuwa tunatoa leo. Abul Barakat. Ya pili Abu Shama, na leo nyingine ya tatu itakuwa Abu nani? Abu Sa'sa'a. Amuitaki hiyo. Akaendelea al-Imam al-Mizzi ibn Sa'sa'a, kisha akasema Abu Razin, sio Abu Zain kama tuliona kwenye makosa ya uchapishaji. Abu Razin
al-Uqayli lahu suhba, ana uswahaba. Mwisho wa kunukuu. Kwa huyu Laqit yeye ni katika kabila la al-Amiri al-Uqayli at-Taifi, sahabiyun jalil, katika sehemu za Taif ndio ulikuwa ukazi wake radiyallahu anhu. واختلف العلماء, anaendelea Sheikh Mazrui anasema واختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال, na wametofautiana wanawachuoni kuhusu hukumu ya atira juu ya kauli nyingi. Atira ndio nini? Kichinjwa walichokuwa wakichinja ahlul jahiliya kwa ajili ya kuwashukuru miungu yao, tena ndani ya mwezi wa Rajab. Sasa wanawachuoni wametofautiana kuhusiana na kichinjo hichi cha atira kwa kauli nyingi, ala aqwali, juu ya kauli nyingi. Alqawl alawwali inafaa hiyo, au alqawl alawwal, kilahuma jaiz. Alqawl alawwali, kauli ya mwanzo, wanasema wanawachuoni anna alatirata mustahabbatun, kwamba hiyo atira ni yenye kupendekezwa. Wadalilu ma thabata min alahadithi addallati ala al-amri biha wa annaha haqqun, na dalili ya hilo ma thabata min alahadith, ni kile kilichothibiti kupitia hadithi nyingi, addallati, zenye kufahamisha hadithi hizo, ala al-amri biha, juu ya kuamrishwa kwake hiyo atira, wa annaha haqqun, na kwamba jambo hilo ni haki, atira ipo. Kuna hadithi zimekuja kuamrisha hilo na kwamba hiyo atira ni jambo la haki. Wa dhakara an-Nawawi fi al-Majmu' sharh al-Muhadhab, na ametaja al-Imam an-Nawawi annaha madhhabu ash-Shafi'iyyati, kwamba hiyo atira kujuzu kwake na kufaa kwake na kwamba ni jambo mustahabba ndiyo madhhabu ya Kishafi. Anasema An-Nawawi kwenye Majmu' Sharh al-Muhadhab annaha, kwamba hiyo atira madhhabu Shafi'iyya, ndiyo mwenendo, ndiyo madhhabu ya wafuasi wa Kishafi. Warajahahu, na akaitia nguvu kauli hiyo al-Imam An-Nawawi kwamba atira mustahabbatu, inapendezeshwa katika Uislamu, jambo lipo. Wa annaha haqqun, na kwamba hiyo atira ni haki, kauli ya mwanzo. Alqawl athani, kauli ya pili, annaha la tustahabbu, ni kwamba hiyo atira haipendezeshwi. Wa hiya jaizatu, nayo ni yenye kujuzu, inajuzu lakini haipendezeshwi. Kuna tofauti kwamba inajuzu na kupendezeshwa. Kupendezeshwa ni kitu chengine na kujuzu ni kitu chengine. Mtu anaweza kujuzisha jambo lakini hapendezeshi watu wafanye, lakini kwake linafaa. Sawa? Kwa kupendezesha ni zaidi ya kujuzu, umejuzisha na ukupendezesha. Kauli ya mwanzo tumeona ambayo ametia nguvu Imam An-Nawawi ni jambo lenye kupendezeshwa. Kauli ya pili, la tustahabbu wa hiya jaiza, haipendezeshwi atira lakini nayo ni yenye kujuzu, inafaa. Wa qad nasaba an-Nawawi hadha al-qawla ila ba'd ash-Shafi'iyyati, na ameinasibisha al-Imam An-Nawawi kauli hii ya pili kwa baadhi ya wafuasi wa madhhabu ya Kishafi, kwamba wapo baadhi yao wanaona atira jaiza lakini la tustahabu, haipendezeshwi. Kwa ushapata kauli ngapi? Mbili. Kauli ya mwanzo atira inapendezeshwa, kauli ya pili haipendezeshwi lakini jaiza, inafaa. Alqauli thalith, kauli ya tatu,